Hii sio Masange anayejua. Masange anayejua mimi, naomba tunyoshe mikono juu. Tunyoshe mikono juu watu wa Masange. Tunyoshe mikono juu. CCM Mama Samia hoye! Dr. Shatu hoye! Daktari Soloka hoye! Nitawaambia kwa nini namuita Daktari Soloka, kuna siri yake nitawaambia. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia uzima siku ya leo, tukakutana kwenye viwanja hivi vitukufu vya Masange, mji wenye historia bora, mji wenye viongozi bora, mji wenye wakazi wenye heshima, wenye ukarimu, wapenda maendeleo, walezi wakubwa wa wilaya ya Kondoa ni Masange, kisiwa kinachotoa watu wenye heshima na busara, washauri wazuri na wengi katika Kondoa hii na Tanzania hii tunaelewa Masange. CCM hoye! Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitaweza kipekee kabisa kuwashukuru wananchi wa Masange kwa kujitokeza kwa wingi kuja kuisikiliza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wamekaa kwenye viunga vyote, nikiangalia kwenye uwanja wanasikiliza CCM ya kuja kuambieni nini. Nataka niwaambieni, anayeongea mbele yenu ni mtoto wenu, kijana wenu, mjukuu wenu. Naitwa Isa Ori, ni mwenyeji wa Bukulu, nimezaliwa Bukulu, nimesomea Bukulu, sekondari nimesomea Bereko, Masange nimekaa sana, nimekuja kusoma, lakini pia kwenye shughuli nyingi Masange nimeshiriki sana. CCM oye! Nimetanguliza hayo ili mtambue anayeongea ni mtu anayejua Masange au haijui. Lakini pia ni mgombea ubunge kwa Chama cha Mapinduzi. 2015 nilikuwepo, niliomba kura hapa. 2020 niligombea, 2025 mwaka huu nimegombea, lakini Chama cha Mapinduzi tunagombea 15, mwisho anabaki huyu. Chama cha Mapinduzi anabaki mmoja, na wote tunasimama kwa miguu yetu miwili na kwa vinywa vyetu na masikio yetu na macho yetu tunatizama na kusikiliza ilani ya Chama cha Mapinduzi kama wana CCM. CCM oye! Naweka rekodi sawa, msije mkasema anayeongea hapa ni mtu ambaye hakijui Chama cha Mapinduzi. Maana yangu ni kwamba mwana CCM yoyote ndani ya Chama cha Mapinduzi kwenye mchakato wa kura ya maoni tunakuwa tuna makundi, kila watu wana kundi lao, na kwa mujibu wa CCM ni sahihi, lakini anaposimama mtu mmoja CCM wote tunaungana kumwombea kura aliyesimamishwa na Chama cha Mapinduzi. Leo na mimi nasimama hapa mbele kama mgombea niliyogombea ubunge miaka hiyo. Nisijawahi kuhama wala sijawahi kukisaliti Chama cha Mapinduzi kwa umri niliokuwa nao, kwa sababu kuna wazee wa heshima Masange na watambua, walilea CCM toka ikiwa tano kabla ya CCM, hawajawahi kukihama Chama cha Mapinduzi. Na mimi naamini ili niweze kuwasaidia watu wa Kondoa lazima niwe mwanachama wa CCM, kwa sababu kuna dira iliyoandikwa na mipango iliyoandikwa ndani ya CCM. Ndio maana nasimama, yoyote anayependekezwa na CCM na muunga mkono. CCM hoye! Wana Masange, nimeanza kuweka kumbukumbu sahihi kwa wana CCM wote, wanachama, viongozi, makamanda, wakereketwa. Leo tunazungumzia neno moja tu, kwamba wote tunamuunga mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Naenda kwa wananchi wote sasa wa Masange, wa vyama vingine. Sasa naomba kwenu, nitawaelezea kwa nini tunaomba ridhaa ya kuwachagua viongozi wa CCM baada ya kuweka rekodi sawa kwamba wana CCM wote tunajua ilani ya Chama cha Mapinduzi na tumeapa tutailinda, tutaitetea, tutaisemea, kwa sababu tumeisoma malengo ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kama
tuhakikishe tunawaombea kura wagombea wetu, ila sasa naenda kuwaeleza wale wengine ambao sio wana CCM, nao naomba kura zao kwa sababu zifuatazo. CCM oye! Ndugu zangu wa Masange, huu ni mwaka wa maendeleo. Kwa nini nasema ni mwaka wa maendeleo? Tunaomba kura kwenu Masange kwa sababu kura yenu ina kazi moja tu. Kura yenu tunahitaji ili mtutume sisi wana CCM tuende tukafanya harakati za kuwaletea maendeleo. CCM mnayoijua, Masange mnayoijua, miaka 60 iliyoisha, lakini angalie kwenye uongozi wa Daktari Ashatu Kijaji, Masange ni mambo mangapi ambayo ameyafanya. Sisi wana CCM tuna ajenda ambazo tunatembea nazo chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatutaki kuahidi, bali tunatoa ushuhuda kwa wananchi na kuwaambia tunataka tuweke mkataba baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa Masange kwenye mambo yafuatavyo. Namba 1, tunawahakikishieni sekta ya nishati, umeme, nikimaanisha kwamba sisi imepanga na tayari tumeshaanza. Tutahakikisha kaya zote, nyumba zote ambazo zinapatikana ndani ya kata hii ya Masange zinapata umeme. CCM hoye! Na kuthibitisha hilo ni kwamba jimbo la Kondoa ina vijiji 84, ina vitongoji 361. Mpaka sasa hivi vitongoji 221 umeme umeshafika. Tunadaiwa vitongoji 160 na tunaenda kukamilisha ndani ya mkataba huo tunaosaini. Ndugu zangu wananchi wa Masange, katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi tumeainisha kwamba ndani ya miaka hiyo tutahakikisha vitongoji vyote jimbo la Kondoa vimepata umeme, na tutahakikisha kila kaya anayehitaji umeme asikose umeme, labda awe ni yeye mwenyewe hajaamua kuweka umeme kwenye nyumba yake. Hiyo ni jambo la kwanza, na sio ahadi, bali tunawaambia umeme tunauona. Tumeona kwa Yoni, tumeona Masange, tumeona Chawasi na vingine vyote, sehemu zingine umeme upo. Sisi inaenda kuwatekeleza, ni maandiko yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hatujaishia hapo. Kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi Taifa na kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma tumesema tutahakikisha maji kwenye maeneo yetu kama huduma muhimu. Lazima wananchi wetu tuwasogezee maji ya uwepo kwenye maeneo yao, na anayetaka kuvuta maji nyumbani kwake aingize maji nyumbani kwake, kama tunavyofanya sehemu zingine, Bukuru, Bereko, sijui wapi, maji yanaingia ndani. Sisi sehemu hoye! Tuna miradi tumefanya. Kwa mkoa ukienda pale Bayongo kuna skimu ya umwagiliaji, tunachimba maji pale ili watu wafanye kilimo cha umwagiliaji ndani ya kata ya Masange. Ndugu zangu wa Masange, naongea haya ili muweze kujua kwa nini nimekuja kusimama kwenye ardhi hii inaijua kuomba kura za Chama cha Mapinduzi kwa wananchi wote wa kata ya Masange wa vyama vyote. Naeleza mjue, hata unapoenda kuja kupiga kura kwenye hili juma, ujue napiga hii kura kwa sababu gani. Usipige kura kwa sababu eti mtu fulani anatukana sana. Mwenyezi Mungu hakuruhusu matusi, na mimi watu wa Masange nimekuja kwenye ardhi, hamkunifundisha kutukana watu kama wale wenzetu wengine wanapotutukana sisi na mashehe wetu. Sisi oye! Watu wa Masange, hatukuishia hapo. Angalieni nyinyi wenyewe kutoka Masange kwenda makao makuu ya halmashauri pale Bukuru, ili uweze kwenda na gari ilikuwa lazima uende mpaka Mnenia au uende mpaka Itololo. Uongo kweli? Uende Mnenia, si ndio? Uende wapi? Itololo pale, upandie pale, si ndio? Angalieni kilomita kutoka pale Kolo mpaka unafika makao makuu Bukuru ni kilomita 20, na kutoka hapa mpaka unafika kule Kolo ni kilomita takriban 30. Ukitoka hapa mpaka uende pale njia panda Itololo ni kilomita za kutosha upande milima. Lakini CCM ikasema kwa sababu makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Kondoa yapo Bukuru na Masange ni jirani na Bukuru, mmepakana na Bukuru, CCM imetenga milioni 500
5 imepasua barabara kupitia kata yenu pale Maidini. Unashinda hapo kuanzia hapa Masange mpaka unafika Bugulu ni dakika 10-15 umeshaingia kwa barabara nzuri. Mnataka nini? Barabara hii toka enzi ya ukoloni haijawahi kulimwa. Kipindi mimi nazaliwa nakuta ile barabara, lakini sijawahi kuona hata greda imepita. Daktari Ashadi Kijaji, Mama Samia Suluhu Hassan, Chama cha Mapinduzi imefumua ile barabara. Watu wa Masange sasa hivi hawana shida ya kwenda makao makuu ya halmashauri. Hata kama unanoa hapa, hata kama una bajaji unapeleka mama ndio mtoto pale Bugulu, wewe ni dakika moja umeshafika Bugulu. Mnataka nini watu wa Masange? Tuifunge barabara, si ndio? Kinawekwa kwa kiwango cha changarawe ambaye itapitika mwaka mzima. Huo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Leo Masange imefunguka. Una uwezo wa kutoka Dar es Salaam usipitie kono kwenye vumbi mpaka hapa, wakati mipango ya lami barabara inaendelea, ukashukia pale Bugulu. Najua watu wataweka haisi za kwenda Bugulu sasa hivi na Noa. Unashuka dakika 10 umeshafika Masange, umetulia. Tukumbuke wakati mimi nasoma Bereko na kuja Masange na watoto wetu tunasoma nao, walikuwa napanda huu mlima na debe ya mahindi kichwani, wanakuja kupanda basi la Mpei pale Bugulu usiku, wanaondoka hapa alfajiri. CCM chini ya Daktari Ashadi na Mama Samia wamefanya kazi kubwa. Leo Masange unaamua unasafiri muda wote unaotaka. Na maanisha nini? Kwenye sekta ya miundombinu, ilani yetu ya CCM imeainisha vivuko barabara mpya zitakazofunguliwa na vivuko vitakavyojengwa ndani ya miaka 5 kama mtatoa ridhaa kuchagua Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Haya tunayozungumza ni mambo yapo kwenye maandishi, sio sinema, sio hadithi, kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa vitendo. Ndugu zangu, hatukuishia hapo. Kama mlikuwa hapa juzi wakati mgombea mwenza alikuja pale Bugulu, Dr. Nchimbi alipokuwa anazungumzia jimbo la Kondoa, anamzungumzia Daktari Ashatu, alitaja ni mbunge ambayo akiwa kama waziri amejikusanyia miradi mingi kwa ajili ya jimbo lake, mpaka makamu wako rais akasema ni mbunge pekee Tanzania hii mwenye miradi mingi kuliko mbunge yote. Alitaja mwenyewe kwa kinywa chake, ikafika kipindi akasema jamani, naona aibu hata kutaja. Huyu mbunge wenu ni Lulu, kipenzi cha mama, anajua kujenga hoja. Leo watu wa Masange, miongoni mwa vituo vya afya vilivyoainishwa mwaka 2025-2030 lazima vijengwe, mojawapo ni kituo cha afya Masange. Tunamhitaji diwani makini kama Soloka mwenye kubeba maono ya Masange, atakayekaa na mheshimiwa mbunge na kumwambia mbunge, watu wa Masange tunahitaji kituo cha afya. Watu wa Masange tunahitaji kituo bora cha afya kuliko vituo vingine. Kwa sababu gani? Masange ina historia ya muhimu na ya maana kubwa na ina thamani kubwa, na ni sehemu pekee ambayo kila mwaka ikifika mwezi wa 8 kuna watu wanakuja kwenye mahafali ya Masange. Maelfu na maelfu ya watu wanakusanyika hapa na serikali inahamiaga hapa. Hatuhitaji kituo cha afya kijengwe Bereko, washamaliza, wala Thawi, wala Bugulu, wala Hondomairo. Ajenda ya kwanza mkiipa ridhaa Chama cha Mapinduzi ni kituo cha Masange, lazima kikamilike haraka iwezekanavyo. Watu wangu wa Masange, kama nilivyojitambulisha mwanzo, maana mimi nakuja sana huku, hata mwaka 2020 nilifanya uzinduzi wa kampeni, nilikuwepo pale. Mbunge anayeongea anayajua, ni mtu wangu wa karibu kwa sababu ni mwanachama wa CCM. Nimekuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya mimi 2017, nikitumikia nafasi yangu nilikuwa nakaa naye Daktari Ashadi Kijaji kwenye vikao. Leo nabeba mambo ya Masange, naenda nayo, nitamwambia ajenda kubwa ya Masange, tunahitaji kituo chetu cha afya kikamilike, kwa sababu tayari ashapewa vituo vingi kwenye ilani yetu na maeneo mengi vituo vimeshakamilika. Tunachotaka Masange, mkopesheni imani yenu na yeye awaletee imani yake, tufanye maendeleo kipekee. Sisi
CCM oye! Ndugu zangu wa Masanje, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawathamini watu wa Masanje na kama sitawakubali watu wa Masanje kwa imani yenu na misimamo yenu, kwamba na imani kwa haya machache niliyoeleza mnaenda kutupigia kura Chama cha Mapinduzi, lakini mkishapiga kura mtudai haya tuliyozungumza ambayo tayari tumeshaanza. Mimi niwaambieni jambo moja, maendeleo ni mchakato. Wazee wangu wataniambia miaka michache hapa nyuma hatukuwa hivi, lakini leo barabara zetu zinapitika muda wote, na mmesikia mbunge mwenyewe Daktari Ashatu alikuwa akiongea. Moja kipaumbele chake ni barabara hii ambayo ipo kwenye plani yake, lakini tujikumbushe daraja la Masange ambalo tulikaa nalo miaka nenda rudi chini ya utawala, chini ya uongozi wa Daktari Ashatu Kijaji na Mama Samia Suluhu Hassan. Daraja imejengwa, ikujengwa. Daraja tusaidie. CCM hoye! Inafika mahala naongea na wananchi kwa hisia kubwa sana, kwa sababu mimi mmenisomesha kwa pesa zenu. Nimeamua kurudisha mawazo yangu na ujuzi wangu ili kuwasaidia wananchi. Nilikuwa na haki ya kukaa Dar es Salaam nitulie, lakini lazima kama watoto mliotulea Ashatu Kijaji, Soloka ni wawakilishi wetu tu, lakini wao watafanya kazi kwa kushirikiana na sisi kama washauri wao ili kufanya maendeleo ndani ya kata yetu. Ndugu zangu, nataka niwaambie Soloka tunayemchagua yeye ni mwakilishi wetu, lakini anapoenda kwenye baraza la madiwani atachukua mawazo ya wananchi, atakaa vikao na wenye viti wa vijiji kwenye ODC. Wenye viti wa vijiji nao watakaa na mabalozi wao, na mabalozi watakaa na watu wao kwenye mashina yao. Yale mawazo ambayo yanakuja nayo Soloka kwenye halmashauri yatakuwa ni mawazo ya wananchi wa kata ya Masanje, si mawazo yake yeye mwenyewe kama Soloka. Nataka niwaambieni kwa sababu gani ndani ya Chama cha Mapinduzi, kama diwani atakuwa atimizi wajibu wake, tunaenda kumshtaki kwa mwenyekiti wa CCM wa kata, mzee wangu huyu hapa. CCM hoye! Kama hafanyi vizuri balozi, kwa sababu Soloka yuko chini ya balozi fulani, balozi ana uwezo wa kumwambia mwenyekiti wa kitongoji kwamba diwani anashindwa kutusaidia jambo fulani, wanampeleka ndani ya chama, wanamjadili, hutimizi wajibu wako, na inaenda mpaka ngazi ya halmashauri kuu ya CCM wilaya. Sasa wenzetu wa CUF niwaulize, wenyewe viongozi wao wako wapi ndani ya kata? Viongozi wao wapo ndani ya kata? Ofisi zao wilayani ziko wapi? Hawana hata mwenyekiti wa wilaya, hawana kiongozi yoyote. Leo diwani wa CUF akileta shida tunampeleka wapi? Masanje, kumbukeni kuna kipindi hata Buswera alishawahi kupoteza kata kwenda upinzani. Nilienda kuongea nao ndani ya mwaka mmoja baada ya kuchagua upinzani, wananchi kwenye mkutano wa hadhara, nilikuwepo mimi kipindi hicho, niko mwaka wa pili chuo kikuu. Wakaanza kusema ori, tunajuta, tumerudi hatua 50 nyuma kwa sababu tumechagua mpinzani ambaye hawezi kukaa na mbunge sehemu moja, mpinzani ambaye kama ni mbunge hawezi kuongea na rais hata siku moja, kwa sababu baba ndani ya nyumba anaangaliaga kwanza watoto wake, alafu ndo unaangalia mtoto wa jirani. CCM hoye! Huwezi Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi, anaongoza nchi, alafu mtoto wake moja anataka ada ya shule eti amnyime mtoto wake ampe mtoto wa jirani aende shule. Inawezekana hiyo? Unaweza kaua mtoto wako kaacha mtoto wako ukamrudie mtoto wa jirani? Na maana yake ni nini? Ukichagua upinzani umerudi hatua 50 nyuma kwenye maendeleo, kwa sababu atakuwa hana muunganiko huyo diwani wa CUF na mbunge wa Chama cha Mapinduzi. CCM hoye! Huyu Ridhiwani, samahani ngoja nimtaje jina, huyu Ridhiwani tumemlea CCM miaka nenda rudi, akawa diwani wa CCM miaka 10 kata ya Masanje. Wewe kweli? Miaka mingapi? Nongwa inatoka wapi? Watu wa Masanje wameamua leo kumpa Soloka. Nongwa inatoka wapi? Ni wapi iliandikwa kwamba Ridhiwani utakuwa diwani wa Chama cha Mapinduzi Masanje milele? Hiyo ipo?
Ina maana nyinyi watu wa Masange wote, watoto wenu au watu wenu wengine, wazee wengine wa Masange, kina mama, vijana, hawezi kuongoza Masange? Kwa nini leo yeye ameamua kukimbia na kuhamia upinzani? Tulimwamini miaka 10. Watu wa Masange mmeamua kwamba ngojeni sasa hivi tumpe Soloka aongoze Masange. Huu ni mfano kwamba yeye anajiona Masange ndo ana akili zaidi kuliko watu wote wa Masange. Inawezekana hiyo? Kwa sababu yeye anawadanganyeni, eti anawaambia mimi nimetumwa na Daktari Washatu Kijaji. Niko hapa naongea kwa niaba ya Daktari Washatu Kijaji. Huyo ni mnafiki. Washatu Kijaji ni wa Chama cha Mapinduzi na anasimama na diwani wa Chama cha Mapinduzi. Wanajinasibu kwamba mimi niko na Washatu. Washatu ni mtu mwenye akili, hauwezi kukisaliti Chama cha Mapinduzi. Sisi moyo ameishiwa na mawazo, ameishiwa na sera, anaanza kusingizia watu kwamba mimi ni CCM B. CCM hatunaga B. CCM ni A tu. CCM ni A tu. Basi hatuna CCM B sisi. Bendera yetu ni ya kijani. Ya kwao si imekaje. Na waambieni watu wa Masange, jiulizeni maswali machache. Pale mlipomwamini kwa miaka 10, leo mmeamua kumpumzisha. Kwa nini amesusa? Jiulize swali, kwa nini amesusa? Uongozi ni kama kijiti. Uongozi ni koti tu. Unaweza jua likiwaka ukalivua ukalitundika pale. Sisi moe. Ndio maana asubuhi tunavaa koti, mchana tunayavua. Huo ni uongozi, sio wako, ni ridhaa ya wananchi. Miaka nenda rudi, tumemthamini kama mzee wetu. Leo baba au mama ni sawa na kumsomesha mtoto wako shule ya msingi Masange, akaenda sekondari ya Masange, akafaulu kwa class 6, akaenda chuo kikuu, akapata kazi, ndio meneja, alafu anakuja nyumbani akamwambia kwamba mama, wewe mimi sikuelewe bwana. Baba, mimi sikuelewe bwana, kwamba yeye ndo awe mwamba katika nyumba, baba na mama wawe chini. Ni mfano wa diwani, anachaguliwa na wananchi na anaondolewa na wananchi. Sasa yeye tu wananchi wanamuondoa, alafu anasema mtanitambua mimi. Sasa ngojeni niwaonyeshe, nenda upande mwingine. Huyo ni mtoto kweli? Inawezekana hiyo? Mimi nawaambieni ukweli, CCM kila mmoja anayesimama ni mtu sahihi na lazima tumunge mkono, na wananchi wa Masange wa vyama vyote, na wahakikishieni haya niliyoongea ni mambo ambayo yanatekelezeka ndani ya CCM. CCM hoye! Mwaka 2000 mimi niko form 2 Bereko sekondari. Dunga alikuwa anagombea ubunge. Dunga anagombea nini? Mimi na miaka 15 siku 10 na ngapi anagombea ubunge. 2015 na mimi nikasema nimesomesha watu wa Kondoa, narudi kuja kugombea. Nilikuwa naye jukwani wakati tunazunguka jimbo zima. Mimi na udogo wangu niliteuliwa kuwa mwenyekiti wa wagombea wote wa mwaka 2015. Kwenye vikao vyao vyote mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wao. Muulizeni Dunga. Alikuwepo Washatu wa Kinamoni na wengine wengi. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa wagombea. Nilikuwa mdogo, lakini Mwenyezi Mungu alichagua huyu atakuwa anawasemea kwenye mambo yenu, na sikuwaangusha. Na hata kura ya majumuisho mimi nilisimama tuweze kufanya na jumuisho. Mwisho wa siku Washatu akashinda. Nikamuuliza Dunga, rafiki yangu, miaka 25 unagombeaga, miaka 20 na ngapi? Miaka uligombea kafu ukarudi CCM, tukakupokea. Alipoingia CCM tukampa kazi, akawa katibu wa CCM msaidizi pale Dodoma mjini. Baadaye tukampeleka katibu wa CCM wilaya Hanang'. Mbunge alikuwa Merinago. Amefika kule Hanang', akawa anafanya biashara yake ya kukopesha trekta. Mimi kipindi hicho nafanya kazi Mwanza. Nikitoka Mwanza nipitia Singida, napitia Katesh, naingia Babati na kwenye Nguguru. Nikitoka Mwanza nasimama pale Katesh. Nikisimama pale Katesh namsalimia, alikuwa na sisi tunakula chakula pamoja. Akanipeleka kwenye sehemu kulikuwa na trekta 3. Akaniambia, Bori, nakopesha hizi trekta, unahitaji trekta kulima? Ngapa kweli nataka ninunue na mimi trekta.
Wakati narudi Mwanza, ameniambia chukua akaunti yangu niwekee hela. Mimi sasa sina akili, nikampigia watu niliosoma nao Bereku, wako wengine wanafanya kazi pale Kate. Akaniambia huyu jamaa katapeli watu wengi sana hapa Kate, hawajapata matrekta. Kama mnakumbuka ile sakata lake, akawekwa ndani Babati pale, alikaa lock up pale Babati, aje hapa katae, kachukuliwa kawekwa lock up pale Babati, ameenda kudhaminiwa. Mwenyezi Mungu amwela mahali pema yule malaka wa pale, ndo akaenda kumdhamini pale Babati. Mkuu wa mkoa wa Babati alikuwa nani? Yule wasikilizi, ni mbunge wa Msungwi, Mnyeti. Asante sana. Aliwekwa ndani, kawatapeli watu. System walimfukuza kazi. System walifanyaje? Alipomfukuza kazi system, kwanza kabla hajafukuzwa akarudishwa pale Lumumba makao makuu system. Kipindi hicho nimehamia Mwanza, niko Dar es Salaam nafanya kazi. Akahamia pale bencha, akakaa kwenye benchi. Baadaye akaona mwadilifu hamna, akafukuzwa kazi system. Anakuja kugombea kafu, system anamfukuza kwa sababu ya uadilifu, anakuja kuwadanganyeni kwamba atawakopesha matrekta. Yeye ana trekta ngapi? Kama trekta ni kukopesha, kwa nini usubiri uchaguzi ndio ukakopeshe? Kopesha trekta toka mwaka jana, mwaka juzi, kwa sababu ni biashara. Mtu anakopa, si atalipa. Biashara gani ya kuuziana inayosubiri kipindi cha kampeni eti nikishinda nitawakopesheni? Kwa nini usinikopeshe kabla hata mwaka juzi au mwaka jana? Kwa sababu unazo hizo trekta. Nimeenda kwa Delo KK, nimeongea nao juzi, nawaambia trekta kama zipo siakopeshe sasa hivi. Anawapa bure, eti hapana anatukopesha. Kwa nini asiwakopeshe sasa hivi? Ndugu zangu, tutumie tu mawazo kidogo. Kuna duka lile pale linauza soda, anasema oya Ori, nitakukopesha soda ukanywe. Kama anania kunikopesha soda anayo, kwa nini anipe masharti eti nenda kwanza kalime, ukishalima shamba lako ndio uje ukope? Jamani, shamba ni langu, soda unanikopesha, nikipata hela nakuja kulipa. Unanipa masharti ya nini eti kwamba ukapalilie shamba lako? Inaingia akilini? Na wapeni ushuhuda kwa kitu ambacho mimi nakijua cha 100%. Watu wa Masange msirubunike, najua kesho atakuja au baadaye atakuja kuambieni haya leo ndani sisi sio kweli. Mimi nawaambieni kitu cha ukweli, kwa sababu sina cha kuwadanganya. CCM hoye! Ridhiwani huyu kaanza maneno, jamani mchagueni, mkinichagua nitakaa miezi michache kafu, alafu najitoa kafu narudi CCM. Sio mnasikia ile sera kwamba eti nitageuka, watanisilimisha nitarudi CCM. Yuko serious kweli? Huyo mtu ni kiongozi, ni mtu mwenye tamaa. Kwa nini anataka kujiaminisha kwamba Masange yeye ndio ana akili peke yake? Yaani kwa nini anasema nitaingia CCM afu nitarudi, nitaenda kafu afu nitarudi CCM? CCM hatupokei wasaliti. Na kama kuna mwana CCM yoyote kata ya Masange, kwanza tambueni, mimi sikuja hapa bahati mbaya. Sikuja wala sikutoka Bukulu, mimi wala sijatoka Kondoa, sio, unanielewa? Sikuja tu hapa bahati mbaya. Nalea kata 6. Uchaguzi huu wa 2025 mimi na kata 6 nitazitizama macho. Najua watu wote ambao wanakihujumu Chama cha Mapinduzi, na nimesema nao kata karibu zote. Leo namalizia kata ya Masange, mwisho wa siku na taarifa yangu pia. Kama kuna mwana CCM, awe balozi, awe katibu tawi, awe mwenezi, sio awe nani, na kama kuna mwanachama wa CCM anasaidia upinzani, hakika huyo ni mbaya bora hata mtu mwingine yote. Unakuwaje ndani ya nyumba yako? Una watoto wako 3, umewazaa wewe mwenyewe mama, miezi 9, umewazaa wewe miezi 9. Mtoto mmoja kafaulu kwenda sekondari ya Masange, mwingine hajafaulu. Alafu unatoka hadharani unaambia wewe si wane tukwae. Wewe hujafaulu, sio mtoto wangu. Huyu aliyefaulu ndio mtoto wangu. Inaingia akilini? Nisaidieni watu wa Masange.
labda mimi nimekuwa chizi, inaingia akilini. Ndio hivyo CCM wamegombea watu wengi, nikiwepo mimi. Isaori ameteuliwa, Hashatu ameteuliwa, Soroka ameteuliwa, Mama Samia. Inakuwaje mimi nasema huyu hapana? Arumeni Jole ama CCM hoi. Nimeomba sana kwa sababu mmenisomesha nyinyi, mmenilea nyinyi. Niko radhi tufanye maendeleo, lakini tuwe na dhamira kutoka kwenye mioyo yetu, sio kuwa na tamaa kwa watu wanaokuja kuturubuni. Kwa hiyo nasema kwa mwana CCM ambaye ni kiongozi, unakihujumu Chama cha Mapinduzi, unamkataa Chama cha Mapinduzi, ni sawa sawa na watoto uliozaa wawili, mmoja amefaulu mwingine hajafaulu shule, ukasema huyu aliyefeli wewe sio mtoto wangu. Huwezi kujua, anaweza akawa ni mtoto mwema akakulea wewe vizuri kuliko yule mwingine. CCM hoye. Hasa inakuwaje? Na ikigundulika tumekupa baskeli yetu, tumekupa nini, baada ya tarehe 29 kama hutabadilika leo, sisi tutazaa na wewe. Juzi nilikuwa Kikilo, nilifanya mkutano pale Ndamoshi, nikaenda Chang'ombe, nikaenda Berabera. Alikuwepo nguli wa siasa pale Kikilo, alikuwa ni nguli hasa wa kampeni. Nimeongea pale, alisimama akanifuata ori na kujua toka ukiwa nasoma Bereko mwaka 2002. Bereko tulikuwa wanafunzi 35 form 4, ulifaulu ori peke yako kwenda form 5, ulifaulu peke yako, na ulikuwa unatembea kipindi hicho ukiwa unasoma Bereko, unahamasisha watu kwenye sekta ya elimu. Leo nairudisha kadi ya kafu hapa kwa sababu nilimwelezea mambo CCM tunayofanya, nikampa mfano barabara kutoka Bereko kwenda Kikilo ilikuwa ipitiki, akasema sisi mwenyewe anapita na pikipiki, alirudisha kadi akaingia CCM. Sasa hivi ndio kampeni mkubwa, anasema CCM hoye. Eti wewe ni wa CCM unakuwa, wewe ni CCM unakuwa wakala wa kafu. Arumeni kinjolia. Hii inakuwaje katika watoto wale wale watoto wa fikri wale, inakuwaje hii nini? Yaani leo msikitini pale mchungaji anakuja kusalisha kwenye kibla, Allahu salli faradhi salatu al-maghribi. Allah, hivi itaswihi hiyo swala? Kwa sababu hana udhu au shehe anaenda kwenye nani pale kwenye nini wanasemaga nini ile kanisani pale mbele, anaanza kwamba kwa sababu hajui kanisa na heshima yake, na kanisa ina kiongozi wake anayesomea, anayejua kuendesha ibada. Msikiti una shehe anayejua kuendesha ibada, sio kila mtu anaweza kwenda kuendesha ibada. Na sisi kama maamuma tunajua kiongozi wetu ni fulani, ndio tunayemsikiliza na tuongoza. Leo wewe unahitaji kutoka sisi unaenda kuwa wakala wa chama kingine, alafu unavaa t-shirt ya kijani ukiwa hivi unasema sisi mhoe, alafu kesho nikikukuta kwenye kituo cha kupiga kura wewe tunalo na wewe. Bora leo tukubaliane, mawakala wote wa Chama cha Mapinduzi ambao wamesema wanatafuta riziki huko kafu, joeni kwangu. Joeni wapi? Na mimi kura yangu asubuhi saa 1 niko Masange hapa. Niko Masange naangalia kituo kwa kituo, kwa sababu nimewaahidi watu wa Masange mambo mengi. Nimewaahidi watu wa Masange kituo cha afya, kwa sababu ipo kwenye maandiko ya sisi. Ndugu yangu, tumezungumzia umeme, ipo kwenye maandishi, sio kwamba ori ndio mimi nafanya. Kazi yetu ni kusukuma mambo yaweze kwenda mbele. Hii hapa, hii ilani ya mkoa. Lakini mimi natoa nafasi kwa mwana CCM, yale yapita si mbele, si ndio? Bado tuna masaa karibu 30 na tuna siku ya kesho. Leo kama ni mwana CCM,
naomba anza kutafuta kura ya Chama cha Mapinduzi. CCM hoye! Leo anza kutafuta kura ya Soloka. Leo anza kutafuta kura ya Shatu Kijaji. Anza kutafuta kura Mama Samia Suluhu Hassan. Sisi tumekusamehe yote kuanzia hapo. Jamani, wana CCM tunawasamehe wote. Wakianza kufanya hivyo na kwenye wakala wasiende. Inawezekana kwenda huko. Kama hawapo wafikisheni salamu, kwa sababu mawakala sio siri. Huwezi kwenda wakala wa CCM ameingia anaitwa Asha Rajabu. Wakala akafu naye ni CCM huyo huyo. Hivi tunazungumza nini pale ndani? Unaangalia maslahi ya nani wewe? Inaingia akilini? Na nataka niwaambieni watu wa Masange kwa upendo wa dhati ya moyo wangu, tunachokitaka sisi ni maendeleo ya Masange, sio ushabiki. Dunga leo amerudi, anawaambieni Ashatu Kijaji amewadanganya kwenye kitabu chake. Hakuna mtu muongo kama yule kwenye kitabu cha Daktari wa Ashatu, ameandika mambo ya ukweli mtupu. Anasoma kinyuma nyuma, anageuza. Alichokifanya Ashatu Kijaji, kama kuna boma, kama kuna mradi walianzisha wananchi kwa nguvu zao wenyewe, kwa serikali yao ya kijiji, kwa matakwa yao. Alichokifanya Ashatu Kijaji ni kuambia wataalamu, nendeni mkatathmini thamani ya nguvu ya wananchi wa sehemu husika walioifanya. Kama walichimba mtaro wa kilomita 5, kama walijenga boma ya zahanati, walijenga boma ya darasa, walijenga boma ya ofisi, anamwambia toa tathmini ili tujue thamani ya nguvu ya wananchi ni shilingi ngapi. Kama ni shilingi milioni 36, milioni 20, milioni 40, Ashatu akasema lazima tuweke nyaraka kwamba kata ya Masange wametengeneza boma kwa nguvu zao zina thamani ya milioni 28. Dunga anasema jamani, sasa ziletwe na Ashatu. Bwana kaandika kwenye kitabu chake, amesoma sehemu moja ya kitabu chake, kuna sehemu Ashatu ameandika miradi inayoendelea kutokana na nguvu kazi ya wananchi. CCM hoye! Yeye kageuza. Ni sawa na kusoma aya ya Mwenyezi Mungu alafu uimalizie kule mbele, mtu anaweza sielewe. Kitabu kaigeuza. Na yeye kama ni bingwa, anadi sera za chama chake, kama ambapo mimi Saori nimeanza kuelezea sera ya CCM kwenye maji, kwenye elimu, kwenye afya, nini tunafanya, kwenye kilimo, kwenye maji na nini, pembejeo za kilimo, sijui nini. Yeye anasoma kitabu cha Daktari Ashatu ambacho ametumia muda mwingi kukiandika. CCM oye! Ashatu anaweka kumbukumbu ili kuthaminisha fedha za serikali ni shilingi ngapi na fedha za wananchi nguvu yao ni shilingi ngapi. Huwezi kusema jengo hili lina thamani ya milioni 500 fedha zilizotoa serikali, wakati waliosafisha ile eneo ni wananchi wa kijiji cha Bukulu. Lazima thamani yao ijulikane. Kama ni milioni 3, tuseme thamani ile jengo ni milioni 500 na milioni 3. Pale Bukulu hospitali ya wilaya ile, si mnaijua? Ile hospitali ya wilaya waliokata msingi ni wananchi wa Bukulu. Mwisho wa siku nilisimama nikasema naomba itambulike, hela ya kukata msingi ilikuwa shilingi ngapi? Mkurugenzi akasema shilingi kadhaa. Basi iingizwe kwenye gharama ya ujenzi wa hospitali, na ikitokea mnataka kuwathaminisha wale wananchi, mnaweza mkampa mradi wote kwa thamani ya nguvu zao walizotumia. CCM hoye! Ndio Ashatu alichokifanya. Dunga kageuza, anawadanganya. Kula kwa Ashatu, kura kwa Dunga. Kwani sisi ni wajinga? Sisi hatupeleki kura kwa Ashatu wala kwa Soloka, tunapeleka kura kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimeahidi maendeleo. Maendeleo yapi? Nimekwisha yataja. Masange hoye! Masange safi! Mna watoto wenu Masange. Mwaka ule mimi nilikuja mwenyewe hapa na wale vijana wenu, mnakumbuka? Nilikuja na watu wa Masange, vijana wenu wale, niliongea na nikachangia fedha mimi mwenyewe. Mmeanzisha miradi yenu ya shule ya msingi Masange B, mnakumbuka? Mimi niwaambieni kitu kimoja, maisha ili yaweze kwenda, sisi kama watoto wenu lazima turudi kusaidiana na nyinyi. Soloka hawezi kufanya kazi peke yake, mpeni kura. Hawezi kufanya kazi peke yake Soloka, hana huo uwezo wa kufanya kazi peke yake. Sisi mmetusomesha, tutamsaidia Soloka, atafanya kazi nzuri sana. Na bahati nzuri ni waahidini, huyu atakuwa anakuja kule makao makuu ya halmashauri Bukulu. Baraza la madiwani mimi nahudhuriaga sana. Baraza la madiwani
likiitishwa tu natoka Dar es Salaam nahudhuria baraza la madiwani, nakaa sana na madiwani wengi tumeshauriana nao, na miradi mingi imekamilika kwenye kata zao, kwa sababu kama yeye anakwama sehemu, mimi na uwezo kukaa na mkurugenzi nikasema naye, nikakaa na mbunge nikasema naye, dada, hata kwenye mfuko wa jimbo chomoa hela kidogo mpe diwani huyu. Ndio maana nilikuwa nakutajia hapa maeneo mengi, Bereko, Kikilo, Tawi, Ondomairo, si wapi, mambo tumeyachakaza kule, vitu ni murwa, lakini Masange hatuwezi kushindwa kuja kukamilisha. CCM oye! Ndugu zangu, nilikuwa naweka rekodi sawa kwa hawa wagombea udiwani wa kafu na mbunge wao. Sasa hivi wanahangaika huko kwetu. Amekuja amekosa watu, akaenda kuomba kura kwenye dua. Watu wa kata ya Swera wa Bukulu wamesema sisi CCM, kwa sababu vitu vipo kwenye maandishi. Mwambeni Dunga waletee maandishi. Ameandika wapi hiyo ilani ya kutekeleza vitu, na anatekelezaje hiyo miradi? CCM tumeandika. Kila mwananchi ukitaka kitabu tutakupatia. Tuna uwezo kutoa nakala, kila mmoja ukawa nyumbani kwako ukafungua ukurasa wa 19, ni miradi ipi inaendeshwa kwenye kata ya Masange, ukaona kabisa ya kwao. Wao ya kwao yako wapi? Vijana wa Masange, vijana wenzangu, msije mkadanganyika, kwa sababu kuna mambo ya msingi ambayo yapo kwa maslahi mapana ya kata. Tuache maslahi binafsi. Kijana kwenda amemtamini kijana mwenzake. Asante sana. Napoza rejeza. Vijana wenzangu wa Masange, kama utakuta kijana anataka maslahi yake yeye peke yake, mimi Isaori nilikuwa na uwezo wa kufunga mdomo wangu nikapata faida mimi peke yangu na mbunge au na diwani, lakini siwezi kufunga mdomo. Mimi sihitaji chochote kwenye mfuko wangu, nataka wafanyie wananchi hawa. Kwa hiyo vijana, tusipandikize chuki ya kumchukia mbunge bila sababu yote ya msingi. Wewe mtu akikupa hela kula, lakini kula peleka CCM oye! Usikubali kwamba Ashatu hafai, analeta miradi. Ashatu achaguliwi ili kukuletea wewe mpunga au mchele au unga nyumbani. Hapana, afanye miradi ya kijamii, sote tufaidike na miradi hiyo. Mmesikia soko la kisasa linajengwa wapi? Bukulu, na hapa ni kilomita 9. Ukipitia Maidii pale, kuanzia hapa mpaka pale njia pana ni kilomita 3. Ukipandisha pale kilomita 5-6, almost 6, umeshafika Bukulu. Kilomita 9 wewe, soko la kisasa. Unaweza kwenda kuchukua pale ukarudi hapo, ugali bado hujapikwa. Inawezekana kabisa. Unaweza kupeleka mazao yako pale ukauza vizuri tu. Watu wa kufaidika na makao makuu jirani hapa ni nyinyi watu wa Masange, pia ni mmoja wapo. Lakini mtakapoikataa CCM, niwaulize swali moja, swali rahisi. Mwenye duka pale na mwenye duka jirani, mwenye duka hii hataki kumsaidia mwenye duka hii, hivi mwenye duka hii atamsaidia huyu? Utamsaidia? Sasa wewe unataka useme simpi kura Ashatu Kijaji, napeleka kura upinzani ambao hawawezi wakashinda. Mwisho wa siku Soloka atajisikia, hawa watu wa Majengo, hawa watu wa Masange hawajanipa mimi kura. Kwa nini? Mdai mtu ambaye umempa kura, mpeni kura za kutosha Soloka. Alafu tarehe 29 jioni, baada ya kuhesabu kura pale mimi nitakwepo, tumwambie Soloka, ulituomba kura, tumekupa kura, sasa kazi ni moja, tunakudai maendeleo. Soloka ataona aibu, atasema watu wa Masange wameniamini, lazima niwatumikie watu wa Masange. Lakini nyinyi mkimkataa mwanzoni, ni mfano nilioutoa. Mimi naomba unga, unaninyima. Wewe kijua kwa sukari nitakupa? Si nitakunyima, kwa sababu nitakumbuka mama fulani ni mchoyo, ukimwomba yeye hataki, anataka tu yeye anaomba kwa wenzake. Watu wanasemaga hivyo. Sasa wewe toa kura yako kwa Chama cha Mapinduzi, toa kura yako kwa Soloka, alafu mwambie Soloka, tumekutuma ukatuletee maendeleo. Maendeleo gani? Yale ambayo mimi nilikuwa nayataja. Bila shaka yoyote
Soloka atajisikia safi, na akilala usiku huyu jamaa wangu atakuwa na wawaza watu wa Masange kwamba wameniamini na watu wa Masange lazima niwafanyie kazi. Lakini ukimpa kura chache atajisikia upweke kwamba nicholenga hawachukua wanipende kiasi hicho. Na wewe leo mnyima kura, hata utamuulizaje Soloka kwamba bwana maji hamna, bwana kituo cha afya hamna, moja msitire asidigu kwa sidiri makubwa sindo midai moja usitire kwamba tukwae tuku mutukubia CCM hoye. Ni hivyo kwa Daktari Ashatu Kijaji. Leo nataka niwaambieni mbele yenu hapa, mimi kama Isaori, Ashatu Kijaji na nukuu maneno yake, anapapenda sana watu wa Masange, anawapenda sana watu wa Masange. Wapo watu Masange, leo nataka niwachane kabisa, wako watu Masange walikuwa wanachokochoko kule kwa Ashatu kumgombanisha na watu wa Masange. Yeye anajidai yuko karibu na Ashatu, kumbe akienda kule kwa Ashatu anawachokanisha na watu wa Masange. Ashatu nimemwambia neno moja, dada, funga milango yote, kama kuna jambo lolote nenda kaongee na wazee wa Masange, ita wazee wa Masange, kana wazee wa Masange peke yao. Nataka niongee na wazee. Wazee niambieni, na matatizo gani wazee? Nishaurini mimi kama mbunge. Wazee wa Masange wamshauri mbunge kwamba mbunge wetu kuna hiki, kwa sababu mbunge wa Ashatu ni mtoto wenu, nyinyi ni wakubwa, lazima mwambie hii inafaa, hii haifai. Ashatu akaniambia, Ori, umenishauri kitu cha maana sana, nitakaa na wazee wa Masange, tutashauriana nao, alafu tunatoka nje kwenye mkutano wa nje wa wananchi, tunazungumza kwamba sasa kuna 1 2 3, hutasikia lawama yoyote. CCM oye! Bukulu tunafanya hivyo Swera. Leo Ashatu tunakaa naye, tunazungumza naye, tunapanga naye mipango. Kulikuwa kuna watu katikati pale wanaweka kizuizi, wao ndio wanajidai wao. Leo watu wenu wengine hao walio wanajidai wanajua eti sasa hivi wanaye mnadi mgombea wa kata. Kwa hili Masange simtaji kwa jina, lakini mmemjua, alikuwaga mwenezi hapa, si ndio? Mwenezi wa kata, simkuwa mnamjua, aliyemaliza muda wake. Bwana mnaogopa Yeye mnaogopa? Mimi siogopi. Mnamjua mumjui? Yeye ndio alikuwa anajidai yuko na Ashatu, anaenda kupeleka umbea Masange 1 2 3, akipata shilingi kidogo amenyamaza, akikosa anamtukana Ashatu, akipata riziki anamsifia, alafu anawachonisha ina watu wa Masange. Leo anasema jukwani anatukana mashehe. Mmemjua? Mmemjua? Anasimama anatukana mashehe, unamtukana shehe alhamdu subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huo ni msiba huo. Anasimama kuwatukana mashehe kwamba hawana maana, hawafai, kisa yeye chakula chake kimekata. Inaingia akilini? Fanyeni jambo lolote mnalolifanya, usije ukamtukana shehe, usimtukane mwalimu. Nitukane mimi Isaori. Ukinitukana mimi Isaori nitanyamaza, nitakuuzia. Mwalimu wa dini ndio anayetulea. Rais wa nchi hawezi kufanya kikao chochote wala amani naihubiri. Dini ndio mfunganishi cha kila kitu. Nimesikia vibaya sana jana niliposikia anawatukana mashehe, anawatukana walimu wetu, kuwaona kwamba walimu hawana maana, kama yeye ndio anatamani na kujinasibu eti Masange yote nimeweka kiganjani. Hivi jambo hapa ameweka kiganjani na jamaa anasema Masange yote ipo kwangu, majengo yote nimeweka kwenye kiganja changu. Hii kiganja ni kubwa kiasi gani kwa wote mjaya? Ndio maana nasema umusinga umunga atusari. Yaani unasema majengo yote ipo kwenye kiganja changu hapa. Jamani, au angalia kiganja changu. Angalia ndugu yangu. Kile angalia cha kwake. Mnajaa watu wa Masange? Yeye ni nani awaambie nyinyi mmejaa kwenye kiganja hapa? Nawaambieni mimi kama mtoto wenu, mwacheni kama alivyo. Tarehe 29 jioni wakati tunatangaza matokeo, na waahidi mwenyewe niko hapa, alafu mtawaomba
Watu wa Masange, niambieni niondoke na nini kumpelekea Daktari Ashatu Kijaji. Niandaeni kila kitu, na mkitaka naweza nikampigia simu pale pale Ashatupokea simu yangu na weka loudspeaker. Niko na watu wa Masange wamekupa kura nyingi, Soloka na kura nyingi. Sasa sikiliza sauti ya Masange inasemaje. Nyinyi mtapiga shangwe, mtamwambia Ashatu, mtakaja kituo cha afya sijui nini, mtajua wenyewe. Naambia dada, umesikia? Kama umesikia, basi kuanzia sasa hivi Soloka ameandika kwenye kitabu chake, kwenye daftari lake, ni nini ambalo mtakuwa mnatembea nalo kwa miaka hiyo mitano tukamilishe, ili watu wa Masange wafurahi. CCM hoye! CCM safi! Kwa nini nimeamua kumtaja huyu bwana? Amenikera pale ambapo alipogusa mashehe. Nimejisikia vibaya. Watoto wenu wa Masange mliowazaa wasomi ambao wako huko mijini ni marafiki zangu sana, wengi tunaishi nao vizuri sana. Wao wanachotaka ni maendeleo. Soloka, tunakuagiza ukiwa diwani wa hii kata, shirikiana na wadau mbalimbali, tufanye maendeleo ya kata hii. Tofauti zote achana nazo, usigombane na mbunge, usigombane na rais, usigombane na mtu yoyote. Wewe Soloka, na kuruhusu ugombane na kitu hiki. Soloka agombane na matatizo ya Masange, asilale. Gombana naye. Ukikuta wananchi wa Masange wana shida fulani imeainishwa, gombana na hiyo shida usiku kucha. Aimbe mwenyewe, maana yake asilale, awaze ili shida iweze kuisha. Usigombane na mbunge, usimchukie rais. Hawa wananchi washirikishe, gombane na shida zao, usilale. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Tuko sawa watu wa Masange? Kweli? Tarehe 29 kura kwa nani? Kura ya pili, kura ya tatu kwa nani? Ni kweli? Kitosi hiki hapa mnakiona cha kwanza, tuna vituo vitatu vinne, na kule vitatu. Shule ya msingi, zahanati A, zahanati B, si ndio? Majengo eneo la wazi A, majengo eneo la wazi B, si ndio? Tuna vituo vingapi? 5 hapa. Sio maana yake? Maidiwi 6, kule viko vitatu. Tuna vituo 9. Sisi tunazoa kura, tuzoe kura. Tuna kura ngapi? Wapiga kura ngapi? 3,000 kama na 100 260 ngapi, sio? Tunapata kura ngapi? Tunachukua Masange. Tunachukua kura ngapi? Wenzangu wote wa Masange, naombeni tunyoshe mikono juu kwa heshima taadhima. Mtoto wenu naomba unyoshe, usichukie. Hapa tunanyosha mkono wa maendeleo. Nasema hivi, mkono wako ulionyosha juu tunamkabidhi Mwenyezi Mungu. Soloka na Ashatu na Samia watufanyia maendeleo Masange, si ndio? Narudia tena, tunaridhia tutoe kura CCM, tutoe kura kwa Soloka, tutoe kura kwa Ashatu, tutoe kura kwa Samia. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Hatuna kitu kingine. Watu wa upinzani, tupeni kura kwa ajili ya maendeleo. Vijana wenzangu, tupeni kura kwa ajili ya maendeleo. Wale wenzangu wengine wote niliwaambia tuonane. Kama umeandikiwa wakala kafu, nje nione mimi. Naomba kabla sijakaa, njoo dadangu kipenzi. Huyu ni bosi wangu kama mumjui. Mjumbe wa halmashauri kuu, nimejuana naye miaka mingi sana na ananijua mimi ni mwamba. Mimi ni mwamba, sio mwamba. Hebu bwana speaker aiongee. Haiongei. Niweke vizuri. Chomeka chaji. Tuna speaker 2 hapa. Chomeka chaji. Haingizi. Huyu nimefanya naye siasa muda mrefu sana. Familia ya Kisukari, si ndio jamani? Almaarufu, si ndio? Fatina, unanijua Isaori, si ndio? Na nakuamini kama jembe langu. Jamila iko wapi? Jamila, njoo dadangu. Jamila, usije. Wewe mgambo. Asije akapiga pingamizi. Lakini hapo ulipokaa. Yuko wapi mwenezi wa Maidiwi? Namuomba mwenezi wa Maidiwi. DJ, vipi unaniangusha? DJ.
Yule mwasi mwenzangu yuko wapi? Ameondoka. Mwenezi wa Maidi, watu wa Maidi mpo? Wachache, nyosha mkono juu watu wa Maidi. Wako hapa watu wa Maidi. Namuomba mwenezi wa Maidi kesho niwe naye hapa. Kesho kuna mkutano mkubwa, si ndio? Pale madukani. Mwenezi na mhitaji kesho tuwe naye. Jamila tulia hapo hapo dadangu. Huyu anamjua Mohamed Maneno. Anamjua vizuri sana. Tunafanya siasa, si ndio? Wewe ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Yule sio CCM sasa hivi kwa sababu anaomba upinzani. Twende kazi. Unajua anaomba upinzani. Wewe ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM. Si ndio? Wewe ni bosi wangu. Wewe ni bosi wangu kiwilaya hapa, si ndio? Ukienda kule taifa mimi ndio mwamba mwenyewe. Jamani, huyu ni mwana CCM kindakindaki. 2022 nikiwa nagombea ulinipambania sana pale mjini. Sio nakumbuka. Nikapiga raundi ya kwanza nikawagaragaza, tukakaa tunapiga vioda. Baada ya uchaguzi unarudiwa. Unajua? Alafu watu wa kijijini wote wakawa wameondoka bwana. Sababu ilikuwa ni usiku sana. Alafu mimi nikashindwa kwa kura 5, alafu nikasimama jukwani nikasema CCM oye, aliyeshinda tumunge mkono na mpaka leo namunga mkono mwenyekiti wa wazazi wilaya ya Kondoa. Umeelewa vizuri? Naomba kwa heshima na taadhima, Masange hii ni yenu. Masange hii ni yetu. Iombee kura Chama cha Mapinduzi. Naomba washawishi wana CCM waipe kura Chama cha Mapinduzi japo kwa dakika moja. Ikiwa nimesimama. Hello, assalamu alaikum. CCM oye. CCM safi.